baba yetu, mwalimu wetu, na sisi tukiwa wanafunzi tumkaribishe yeye awe mwenyeji sasa wa kipindi hiki. Naliamini jina lako tena kwa ajili ya ile baraka, kusudi na pendo lako ulilofanya, ulioliweka juu ya maisha yetu. Kristo, mimi ninashuka wewe upate kuongezeka, kwa neema yako na pendo lako liwe dhahiri katika jina la Yesu Kristo. Kwa uweza wako uonekane wewe kwa ajili ya ile kusudi ulilofanya katika jina takatifu la mfalme Yesu. Mimi niko tayari kushuka Kristo upate kuongezeka, niko tayari kushindwa wewe uweze, kwa ajili ya pendo lako na baraka yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Lecture yetu ya leo inasema kama ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa. Kila mtu katika maisha yake anaishi kwa sababu ya maandiko yaliyoandikwa juu yake. Hakuna mtu ambaye anaweza kaishi bila kuandikiwa. Wako wengi ambao wameandikiwa mema, wanaishi katika mema yao, na wako wengi wameandikiwa mabaya, wanaishi katika mabaya yaliyowekwa. Kila mtu unayemwona leo ambaye anaenda kwenye makusudi na mapenzi ambayo Bwana ameyakusudia, ameandikiwa huyo mtu aishi sawasawa na kile kilichoamliwa. Hakuna mtu yoyote anaweza kuvuka mpaka wa kile alichoandikiwa. Hayuko mtu yoyote mwenye uwezo wa kuvuka sheria iliyoandikwa juu yake. Ninaomba unifuatilie katika lecture time hii, na utajifunza jambo, kwa nini wewe uwezi kufanikiwa na kwa nini huyu anafanikiwa. Kwa nini huyu anapenya lakini wewe huwezi kupenya? Kwa nini huyu anapanda lakini wewe huwezi kupanda? Kesi yako sio kwa sababu wewe ni mbaya na mwovu mbele za Bwana. Hapana. Kesi yako sio kwa sababu wewe ni mbaya na ni kitanzi mbele za Bwana. Hapana. Lakini mtu yoyote unayemwona kwenye dunia ya leo anaishi kwa sababu ya yale aliyoandikiwa. Kama siku ukifanikiwa kuyajua yale uliyoandikiwa, yatakufanya uweze kwenda ama uweze kubomoa, uishi katika mapenzi ya Bwana aliyeweka pale ambapo alipopataka. Moja ya tatizo kubwa ambalo watu wengi wasiolijua ya kwamba rohoni wana uwezo wa kumwandikia mtu. Rohoni wana uwezo wa kukiandika na mtu akakiishi. Biblia inasema ashukuriwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ametubariki kwa baraka zote za rohoni. Hakuna baraka ya mwilini kudhihirika kama hakuna andiko ambalo limeandikwa kwenye ulimwengu wa roho. Sasa kuna wengine wameandikiwa katika pande ya giza kwamba hayaishi hayo. Kuna wengine wameandikiwa katika pande ya nuru, wayaishi hayo. Nataka tuangalie ushahidi mbalimbali, alafu tupate muda wa kuomba. Nimekwambia lecture hii ya leo inataka uombe sana. Uombe sana baada ya kujua. Uombe sana ili kufuta kila andiko lililoandikwa juu ya maisha yako. Kuna wengi wanatamani kwenda kufanikiwa, lakini waliandikiwa hawa watu watafanikiwa. Wengi wanatamani kuona maisha ya kesho, lakini wameandikiwa kwamba hawatakiwi kuyaishi ya maisha. Wameandikiwa na maandiko yako sehemu, yamekaa sehemu. Kila unapojitahidi kupanda kwenda katika kile ambacho kilichokusudiwa na mfalme Yesu, ulimwengu wa roho wanakiruhusu kwamba kile kilichoandikiwa kitokee, ili usiyaishi yale ambayo Baba yako wa mbinguni anayataka. Nikuoneshe maandiko ambayo utangulizi kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza, ile sura ya 21 kuanzia ule mstari wa 8 na kuendelea. Wafalme wa Kwanza sura ya 21, tutaangalia ule mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 12 mpaka ule mstari wa 13. Biblia inasema, basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu
wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Nabothi. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Nabothi juu mbele ya watu, mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukueni nje, mkampige kwa mawe ili afe. Wale wazee wa mji wake na wale wenye nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama vile Yezebeli alivyoagiza kama ilivyoandikwa katika nyaraka alizopeleka. Mstari wa 12, wakapiga mbiu juu ya watu kufunga, wakamweka Nabothi juu mbele ya watu, na hao watu wawili, watu wasiofaa, wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Naboth mbele ya watu wakisema, Naboth amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Unaona, hii ni njia ya kwanza ambayo watu ameandikiwa mtu anaitwa Naboth. Biblia inaeleza kwamba mfalme alitaka shamba. Wakati katika kuzunguka kwake juu ghorofani, akaliona shamba la mtu mmoja ambaye ni jirani yake, anaitwa Naboth. Shamba hili aliliona lilikuwa zuri la zabibu, limependeza. Akamfuata kwa kuwa huyu ni mwenye haki mfalme. Kamwambia, bwana, naomba shamba lako, wageni wangu wakija wakiliona wanafurahia hili shamba. Naomba hili shamba, mimi nitakupa chochote unachokitaka na thamani nyingine zaidi, lakini nipe. Nabothi akamwambia, siwezi kukupa urithi niliyopewa. Akarudi nyumbani, amesikitika sana. Nyumbani amerudi ana huzuni. Mke wake anamuuliza, nini? Amka ule. Anasema, bwana, nimemfuata Naboth ili anipe shamba hili, lakini Naboth amenikatalia. Mimi moyo wangu na huzuni, nakataa chakula, acha nikalale. Mke wake akamwambia, wewe kweli ni mfalme? Wewe kweli unatawala Israeli kwa mtindo huu? Basi amka ule, mume wangu, mimi nitakutafutia, nitakupa shamba la Naboth. Lakini mke akawaza, ni kitu gani ambacho ninaweza kumfanya Naboth akaingia matatani? Acha niandike andiko ambalo litakamfanya awe sawasawa navyotaka ni awe. Akaandika ya kwamba Naboth amemtukana Mungu, amemtukana na mfalme. Ilikuwa kesi isiyokuwa na msamaha, kwamba mtu yeyote amemtukana Mungu wa Israeli. Na ndio maana hata Daudi alipomfuata yule Goliati wa Gati, akamwambia, wewe ni Mfilisti usiotahiriwa, umelitukana jeshi la Bwana. Ilikuwa ni kesi ambayo haina mjadala, kufa lazima ufe. Kwa hiyo akaandikiwa ili aweze kufa. Lakini nataka nikuoneshe kitu kingine ambacho kuna watu ambayo tunayeishi haya maisha. Kile ambacho anachotaka kukipata ukipati, na yale ambayo unatakiwa uyapate uyapati, yale ambayo unatakiwa usiyapate ndiyo yanakupata. Unajiuliza, kwa nini nimekuwa mtu wa namna hiyo? Kwa nini mimi nimekuwa mtu wa huzuni? Kwa nini nimekuwa mtu wa matatizo? Kwa nini nimekuwa mtu wa wivu? Mbona hapo mwanzo sikuwa mtu wa wivu, sikuwa mtu wa hasira? Mbona hapo mwanzo sikuwa mtu wa namna hii? Imekuwaje basi? Tatizo, kuna sehemu wameandika, na maandiko hayo ni ya kiroho, wanataka uyaishi sawasawa na wao wanavyotaka. Hebu angalia kwenye habari ingine, kitabu kile cha Danieli ile sura ya 5 mstari wa 18 na kuendelea. Danieli sura ile ya 5 mstari ule wa 18 na kuendelea. Biblia inasema, kwa habari zako e mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadreza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu, na kwa sababu ya ule ukuu aliyompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai. Aliyetaka kumtukuza alimtukuza, naye aliyetaka kumshusha alimshusha.
Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi, aliuzuliwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamwondolea utukufu wake. Angalia mstari wa 21. Akafukuzwa mbali ya wanadamu, na moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda wa mwitu, akilishwa majani kama ng'ombe. Mwili wake akaloa kwa maji kwa umande wa mbinguni, hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye aliyetawala katika falme za wanadamu, naye ya kuwa umweka juu yake yeye amtakaye awaye yoyote. Mstari wa 22 tuangalie. Na wewe mwanaye, Belshaza, ukunyenyekeza moyo wako, ijapokuwa uliyajua hayo yote, bali umejiinua juu ya Bwana wa mbinguni, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na yeye na wakuu wako na wazee wako na masuria yako wamevinywea, nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya miti na ya mawe, wasiona wala kusikia wala ukujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako i mikononi mwake na njia zako zote zi zake, ukumtukuza. Nini kilichotokea? Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake. Na maandiko haya yameandikwa, mstari wa 25. Na maandiko haya yaliandikwa ni haya: Mene, Mene, Tekeri na Peresi. Na tafasiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu amehesabu mfalme wako na kukomesha. Utaendelea wewe kwa muda unaopata. Anamwambia Mene, maana yake Mene ya kwanza, Mungu Mungu ameuhesabu ufalme wako, afu ameukomesha. Ili ni andiko kabisa ambalo limeandikwa rohoni. Sasa unaanza kujifunza kwa nini wenzako wanafanikiwa, kwa nini wewe hufanikiwi. Unaweza ukamwomba, unasema Bwana, nimetoa sadaka, nimetoa zaka, ni mwaminifu katika hii, haitoshi. Nisikilize nikwambie, usipomjua Mungu anavyofanya kazi, usipomjua baba yako anavyofanya kazi, kamwe hutoweza kwenda kutenda kazi na yeye. Ulimwengu wa roho na wao wenyewe wanaweza kutenda kazi zao, lakini kule kuna mkono wa nyama, kwenu yuko Bwana wa majeshi. Kule kuna vitu vya kuharibika, kule kuna ilizi, huko kuna matambiko, lakini yeye aweza kukuokoa. System ya ulimwengu wa roho wanaamuru kila mtu anayekuja duniani anaandikiwa chapisho lake, kwamba Eliza atafanya katika kazi au kampuni moja ambayo yeye atakuwa mzungumzaji. Wanaandika mtu mmoja anaitwa Rebeka atafanya katika kampuni moja, na yeye awe na kampuni yake, awe na biashara yake, yanaandikwa. Hautaweza kuvuka huo mstari ulioandikiwa. Na maandiko yanaweza kuwa kwenye ulimwengu wa nuru, na maandiko yanaweza kuwa kwenye ulimwengu wa roho, upande wa giza. Wakaandika ulimwengu wa giza kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Debora, tumeandika kwamba afe na HIV. Utakimbia, utaweza kuvuka huo mstari. Biblia inasema ni nani ambaye amewekea bahari mageti, atakuzuia maji yake yasiweze kuvuka mpaka. Maji yamewekewa geti la kiroho, ni marufuku kuvuka mpaka. Hata upepo uje wa namna gani, Mungu amesema hapo hutaweza kuvuka. Ni nani huyu ambaye anaweza kuandika? Ulimwengu wa roho wanaandika majalida juu ya watu. Kuna watu ambao leo wameandikiwa matatizo, kuna watu ambao wameandikiwa kifo, kuna watu ambao wameandikiwa mabaya, kuna watu wameandikiwa mateso. Kwa hiyo kila mtu anaishi katika hii dunia anaishi ndani ya maandiko aliyoandikiwa. Yako maandiko mengi ambayo yamewafanya watu waweza kuharibikiwa.
na yako maandiko mengi yamewafanya watu waweze kwenda. Lakini mimi na wewe, kwa sababu unajua kwamba andiko linaandikwa kwa ajili ya mtu, basi tunaweza tukaliondoa. Hebu tuangalie kwa kina, tunaposema andiko maana yake ni nini? Nini maana ya neno andiko, ili ujue kwamba kipi ambacho kimewekwa juu yako. Andiko maana yake ni mkusanyiko wa maneno yaliyowekwa pamoja yenye lengo la kuonesha asili ya kitu. Nirudie tena, maandiko ni mkusanyiko wa maneno yaliyowekwa pamoja yenye lengo la kuonesha asili ya kitu. Ulimwengu wa roho ambao wamekusanya maneno, wamekwekea wewe, akakwambia kwamba kuanzia leo wewe hutazaa, utafanikiwa, utaolewa. Wameandika sehemu, wameandika kwenye ngozi, wameandika kwenye mawe, wameandika kwenye mapango, wameandika kwenye magome, wameandika kwenye milima, wameandika sehemu ambapo wewe ufahamu, wakataja jina lako. Mtu ili aweze kuharibikiwa anapoenda kwa mganga wa kienyeji kwenda kumshtaki mwenzake, ataambiwa alete jina lake, alafu mganga atamwambia nataka tukufanyie nini. Mganga yule mpuzi ataanza kusema kwamba yule mtu atamwambia bwana mganga, huyu nataka mfunge asizae. Anaandika jina lake fulani bin fulani, anahukumiwa kifungo, andiko linasema asizae. Anachukuliwa hapo, iko kitu vinachanganywa na madawa na ujinga wa kishetani ule, alafu unanuiziwa, linatumwa jini kwa andiko lile, alafu wanaenda kuchimbia kabulini, wanachimbia sehemu yoyote ambao wanapoona. Kwa hiyo andiko limewekwa mtu huyu asizae, na jini lile linasimamia lile andiko. Ukiomba lile jini linapiga kelele, tumetumwa, tumetumwa, lakini nini kimeandikwa? Unaposikia neno ilizi, ni mkusanyiko wa maneno ambayo yamesemwa kwa ajili ya mtu yaweze kumlinda. Maneno yale yameandikwa kwamba huyu mtu afanikiwe kwenye hiki kupitia system za giza. Sasa haya ni mkusanyiko wa maneno ambayo lengo lake ni kuonesha asili ya kitu. Kuna mtu ambaye unamkuta ni mlevi sana, unaweza kumshtumu ameandikiwa asiache upombe, andiko limeandikwa kabisa. Utanyelewa baada ya muda kidogo. Nadhani sasa hivi unapata mashaka kwa sababu haujawahi kuona andiko yanathibitisha kwamba yameandikwa juu ya maisha ya watu, lakini utanyelewa. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba maandiko ni maneno yaliyowekwa pamoja yenye lengo la kuonesha asili ya kitu, basi tupige hatua, twende katika andiko moja wao katika kitabu kile cha Kutoka ile sura ya 32 mstari wa 32. Kutoka sura ile ya 32 na ule mstari wa 32. Biblia inasema, lakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao. Na nataka hii kitu kiangalie vizuri. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusi katika kitabu chako ulichoandika. Unafahamu vizuri, hata Mungu mwenyewe ana vitabu huwa anaandika. Biblia inasema, na wale wote ambao jina lao walikuonekana katika kitabu cha uzima walitupwa katika jehanamu ya moto. Lakini sasa huyo anatushangaza, anasema lakini sasa ikiwa utanisamehe dhambi yako, utanisamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Kwa hiyo kuna watu ambao wameandikiwa kwenye vitabu fulani fulani, wameandikiwa kwamba unashangaa, mbona mimi ni mpambanaji, mbona mimi ninaweza, inakuwaje ninafeli? Unaanza kumlaumu Mungu. Nisikilize, ndio maana kipindi hiki kinakuja maalum ili kukujulisha elimu ya kiroho upande wa baba yako, ili uweze kuitumia vizuri kwenda kutoka katika kile ambacho walichoandika. Kinyume, yani unapoona positive ujue ina negative, unapoona negative ujue ina positive. Haitajalisha kwamba wamekuandikia kwa namna gani, haitajalisha kwamba yamechapishwa machapisho na majalida yamewekwa sehemu gani ili kukuzuia. Leo mimi nimetumwa na mfalme Yesu
nikwambie, katika siku ambayo imekuwa ngumu sana ilikuwa leo. Leo nilitamani nikamwambia Baba, hiari yangu mimi, ninaomba leo nisifanye kipindi. Unaweza usinielewe. Leo nilimwambia Baba, hiari yangu mimi hapa, kama ni mapenzi yako, leo nisifanye kipindi. Lakini ananiambia hapana, nataka ufundishe hiki, wafundishe watu wangu. Lazima lecture hii uirushe, kwa maana mkono wangu uko juu yako. Kwa nini nilikuwa sitaki kurusha? Mwili wangu umechoka sana. Tangu asubuhi niko nyumbani mwa Bwana, nimekuwa na maombi asubuhi, baadaye tumekuwa na maombi jioni kuanzia saa 11 mpaka kwenye saa 1 kasoro. Nimemaliza maombi haya, nimeanza kufungua watu mpaka saa 3 kasoro, saa 3 kama kasoro dakika 40. Mwili wangu umechoka, na leo navyokuambia, nakupa siri ambayo sikutaka kuambia. Leo ni siku yangu ya 14 ambayo niko nyumbani mwa Bwana, sijala kitu kinachoitwa chochote. Ninaposimama hivi mbele yenu, Mungu ananitia nguvu. Nikikwambia Mungu ananitia nguvu, ananitia nguvu. Siku 14 nimeomba muda wote huo, nimechoka sana. Anamwambia Mungu, iyalia mapenzi, anasema hapana, na kutia nguvu, nenda kawaambie watu wangu. Kwa hiyo lecture ya leo ni ya muhimu sana, kwa maana Bwana amenilazimisha, amenishurutisha niweze kukwambia, nikufundishe, ili utoke katika maandiko ambayo yaliyoandikwa. Ni mapenzi ya Mungu kutaka kila aliloliandika kwake litimie. Ni mapenzi ya Baba yetu, kila alichokiamuru kitokee kitatokea. Kama leo ni siku yangu ya mwisho ambaye nimechoka, kuna muda nasikia kupepesuka, nasikia kudondoka, lakini ananiambia mimi nitakutia nguvu, siogope, nenda kaseme. Na mimi nimetumwa kama shujaa sasa mwaminifu kusema waziwazi kwamba usiogope. Hakutakuwa na andiko lolote ambalo lililoamliwa na upande wa giza likafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe mtu anasema, kama umesamehe dhambi zangu, ninakuomba unifute kwenye kitabu cha maandiko yako ambayo huwa unaandika watu ambao wenye dhambi, kwamba huyu haribikiwe hivi. Lakini nataka nikuonyeshe kitu cha ajabu sana kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 24 mstari wa 44 mpaka 46. Luka sura ya 24 mstari wa 44 mpaka ule mstari wa 46. Biblia inasema, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwapo nikali pamoja na nyinyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa. Wow. Yesu anasema lazima niyatimize yote niliyoandikiwa. Tuangalia hapo, yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko, ili wajue kwamba nguvu ya maandiko yakoje. Wanamwambia hapana, huwezi kufa. Anasema kufa lazima nife, kwa sababu sifi kwa sababu nataka, nimeandikiwa nife. Nataka nikuoneshe wewe, unasema Bwana, mimi unapambana, ukweli una imani, lakini nataka nikufundishe elimu ya kiroho ya baba yako. Amekuandikia yaliyo mema, lakini kuna uharibifu na wenyewe umeandikwa ili wewe uweze kushindwa kwenda. Anawaambia kwamba mtu angalie ule mstari wa ngapi? Mstari ule wa 44. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyoambia nalipokuwa nikali pamoja na nyinyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yale yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa. Torati yani sheria, ni sheria, lazima uyaishi yale uliandikiwa. Katika manabii, nabii, prophets, zinatoka nabii kwamba huyu mtu, unabii wa giza unatoka kwamba hatakuwa mfanyabiashara. Mimi nimetumwa kwa ajili yako, karabo sheke, nimetumwa nikwambie kwamba leo kila andiko, jarida, chapisho, gazeti, kitabu,
jedwali lolote, kalenda yoyote iliyoandika juu yako ikaandika mabaya, mimi nimeamuliwa na Bwana, nimetiwa nguvu kwa ajili yako, hili andiko lile liwe dhahiri na la Bwana lithibitike katika jina la Yesu. Anamwambia yote niliandikia katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili. Yesu akawapa uvuvio, akamwambia nafunua akili zenu ili mfanyaje? Akili zao wapate kuelewa maandiko, kwamba andiko alije ovyo ovyo. Andiko lazima utaliishi, lazima utaliendea. Mstari wa 46 anasema, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Mpaka alipowafunulia. Kuna wakati ambapo umeenda kwa unyonge, unamwambia Bwana, hivi Mungu kweli wewe mimi ndio unipenda? No. Mungu leo amenituma nikufunulie akili yako upate kuyajua nguvu ya maandiko. Amenifunulia ili uweze kuelewa uwezo ambao ukiandikiwa namna gani ambavyo ni vigumu mtu kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo unaanza kuona wangapi ambapo wameandikiwa mabaya, wangapi ambapo wameandikiwa kushindwa, wangapi wameandikiwa kuachana. Wewe unasema tu mwanaume yule simpendi, moyo wako na waka, tuachane. Kuna andiko liko sehemu, na walooni kwa sababu ni wajanja wanaandika fulani na fulani waachane, alafu andiko hilo linapulizwa linaletwa duniani, unashangaa roho tu andiko hili litimie. Ukiangalia kwenye Biblia, ukiangalia kwenye Biblia utaanza kushangaa kitu. Utajua kwamba kuna watu hawafanikiwi ni kwa sababu waliwahi kuandikiwa mambo ambayo yaliwalazimisha wasiweze kufanikiwa, na watu hawa wanaishi maisha ya maandiko yao, hawawezi kuvuka ule mstari wa baraka. Ukiangalia kwenye kitabu cha Ayubu sura ile ya 7 mstari ule wa 3, utajifunza jambo ambalo litakayekushangaza sana. Biblia inasema ndivyo nimepewa miezi ya ubatili. Ayubu anasema mimi nimepewa miezi ya ubatili, liwe fungu langu, nami nimeandikiwa masiku ya kuchosha. Amepewa miezi ya ubatili liwe fungu lake, lakini rohoni wamemwandikia siku zake ziwe za kuchosha. Naongea na mtu ambaye unajiona we ni Ayubu sasa wa kizazi hiki. Umekuwa unapambana lakini ufanikiwi. Mungu anasema ni nani atakayetokea ili akaeleze lile la kwangu? Wamelitumia kusudi la giza kulikandamiza kusudi langu. Ni nani ambaye nitakayemtuma? Bwana anasema katikati kutakuwa na mfungo, utakuwa na dhiki, mimi nitakutia nguvu. Nenda kawaambia watu wangu, nataka maandiko haya yaweze kuondoka. Sasa kama Ayubu analalamika, Ayubu analalamika ya kwamba ameandikiwa masiku ya kuchosha, kila anachokifanya akionekani, rohoni upande wa giza umeandika siku za kuchosha. Hii inatupelekea sasa tuanze kujifunza kwa ufasaha kwamba hatuishi kwa akili zetu. Kuna wakati ambapo unaishi kwa sababu ya maandiko uliandikiwa. Hebu tuangalie katika kitabu kingine ambacho watu wanamuuliza Bwana kwa habari ya maneno ya kitabu yanasemaje. Kuna wakati ambao jifunze, muulize Bwana, umeniandikia nini? Mwambie Bwana. Bwana atakwambia, mwanangu, nimekuandikia hiki, lakini kuna lingine limeandikwa, lifute, alafu utashangaa baraka. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura 22 mstari ule wa 13, Biblia inasema, enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote.
katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuiangalia maneno ya kitabu hiki kuyafanya kama yale yote tuliyoandikiwa. Hasira ya Bwana imekuwa kwa sababu watu hawakuyafanya yale ambayo yaliyoandikiwa. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kizazi cha mtu kikayapata madhara kwa sababu yameandikwa mabaya. Kuna kizazi kikakutwa na matatizo. Ukiangalia kwenye kitabu cha Zaburi sura ile 102 mstari wa 18 tutajifunza jambo hili. Zaburi ile sura ya 102 mstari wa 18 na tutaruka ule mstari wa 20. Biblia inasema kizazi kitakachokuja kitaandikiwa haya, na watu watakaoumbwa watamsifu Bwana. Kizazi kinaandikiwa, kizazi hiki kitamsifu Bwana. Mstari wa 20, ili akusudie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Kuna watu ambao wameandikiwa kufa. Nataka hapa tushuke kwa uthibitisho, tuanze kujua. Unaweza kupambana na magonjwa, unapambana kila siku hofu. Jana katika kitu ambacho cha ajabu, ilikuwa tumebaki kidogo, mngeshuhudia yale ambayo Bwana ametaka kushuhudia. Wakati ninamalizia kwenye lecture ambayo niliyoamliwa na Bwana niweze kuitoa, kundi kubwa la watu likawa limetoka huko mtaani, limemleta binti, wanasema twende. Kama mlisikia kelele mwishoni, mlisikia kama kelele, kundi kubwa la watu wamekuja kanisani, wamemleta mtu amepagawa na mapepo, au wamemtoa huko mtaani. Na mimi ikabidi sasa, nilivyostopisha, niwaambie mleteni madhabahuni. Walivyomleta madhabahuni, tukaomba. Mapepo anasema tunataka, mama yake amekosea. Lakini binti anasema alikuwa anashua pumzi, anataka kufa. Kuna watu ambao mnapambana sana kuishi, lakini nataka nikupe njia. Una uwezo wa kuishi kama utayafuta maandiko ya kifo yaliyowekwa juu yako. Utafurukuta kwa muda, utasurvive, utakuwa mjanja, lakini huwezi kuvuka ule mstari wa kile ulichoandikiwa. Tuangalie kwenye kitabu cha Yeremia maandiko kadha wa kadha. Yeremia sura ile ya 15 mstari ule wa 2. Kitabu cha Yeremia sura ya 15 mstari wa 2. Kisha itakuwa hapo watakapokuambia tutoke, twende wapi? Utawaambia Bwana asema, walioandikiwa kufa. Kuna watu ambao wameandikiwa. Kuna wakati ambao unaweza kaona huruma, kumbe kuna watu ambao wameandikiwa kufa. Kama wewe unaweza nifuta yale maandiko yaliyoandikwa kwamba mtu huyu afe, anasema twende wapi? Bwana anasema hivi, walioandikiwa kufa watakwenda kufa, au kufa kwa upanga watakufa kwa upanga, au kufa kwa njaa watakufa kwa njaa, au kutekwa nyara. Kuna watu wameandikiwa watekwe. Ushawahi kujiuliza maandiko haya? Watu wameandikiwa kabisa, wewe utatekwa, maisha yako lazima utekwe. Mimi nataka nikuambie kwa jina la Yesu, haya yameandikwa juu yetu ili sisi tuweze kujua kanuni ya kiroho inavyofanya kazi, tuweze kutambua kanuni ya kiungu inavyotenda kazi. Biblia angalia inavyosema, walioandikiwa watakuwa mateka. Walioandikiwa mateka watakuwa mateka, na waliandikiwa kupigwa kwa upanga watapigwa kwa upanga. Kuna matukio ya vifo yanatokea ya sampuli fulani kwenye familia yenu. Hujawahi kushtuka kwamba hiki inawezekana nimeandikiwa? Hujawahi kushtuka kwamba ili jambo kama linaanza kusaundi katika brain yangu? Kwa nini kumekuwa na matukio fulani ambayo kwenye familia yetu? Kwa nini kumekuwa na vifo vya staili hivi kwenye familia yetu? Kuna watu ambao wameandikiwa kutekwa na lazima watekwe, lazima. Kwa nini? Andiko lipo kuonesha asili yake.
Lakini kwenye kitabu kile cha Yuda, hebu tuangalie Yuda ile sura ya kwanza mstari ule wa 4. Biblia inasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu gani hao? Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao umkana yeye aliye pekee yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Ukirudi kwenye Yeremia ile sura ya 43 mstari wa 11, Biblia inasema maandiko haya, naye atakuja na kuipiga nchi ya Misri, watu walioandikiwa kufa watakufa. Kama wewe hujaandikiwa kufa, hata ajali ya namna gani itokee, haitatokea. Anasema yeye atakuja katika nchi ya Misri, lakini ataipiga ile nchi ya Misri, watu walioandikiwa kufa watakufa, nao walioandikiwa kuwa mateka watakuwa mateka, nao walioandikiwa kupigwa kwa upanga watapigwa kwa upanga. Kuna watu ambao navyoongea hivyo wameandikiwa kuchomwa visu. Wewe unasema tu alitoka asubuhi kakutana na vibaka, amechomwa, ameandikiwa. Amekutana ameitiwa mwizi, sio mwizi, ameandikiwa. Na matukio haya yamekuwa matukio watu wengi hawayajui. Wewe unasikia, tutaomba leo kwa ajili ya familia yako, yani watoto wako, mume wako, mke wako, mali zako. Isitokee neno lote ambalo lilioandikiwa likakufanya wewe leo uyaishi maandiko yao. Kwa hiyo una watu ambao wamekaa kuyabadilisha maandiko ambayo Bwana aliyaruhusu yatokee, wao wakayapindisha. Ukisoma kwenye kitabu cha Hosea utaona neno hili kushangaza. Hosea ile sura ya 6 mstari wa 11, tena Yuda, wewe umeandikiwa mavuno. Yuda, naongea na mtu ambaye anaitwa Debora, naongea na mtu ambaye anaitwa Ana, naongea na mtu ambaye unaitwa Beatrice, naongea na mtu ambaye unaitwa Zakaria, ninaongea na wewe ambaye unaitwa Jessica, naongea na wewe unaitwa kwa jina lako ambalo unanisikiliza. Biblia inasema tena, ewe Yuda, wewe umeandikiwa mavuno, hapo nitakapowarudisha wafungwa wa watu wangu. Kuna watu ambao wameandikiwa mavuno, lakini leo huyaishi mavuno hayo. Ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 10 mstari wa 7, Biblia inasema maneno haya, ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo lako la chuo, nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Kuna watu ambao leo unakuta ni waganga wa kienyeji, lakini waliandikiwa wawe watumishi wa Mungu. Kwenye familia yako unaona kuna watoto wako walevi, ndugu zako walevi, lakini waliandikiwa wawe wema. Sasa tutakapoyafuta maagizo, ndipo akili yao itakapofunuliwa, ili wapate kuyajua maandiko kwamba nimeandikiwa niwe mtu bora, niwe mtu mwema, na utakuwa mwema katika jina la Yesu. Kwenye kitabu kile cha Yeremia ile sura ya 49, tuangalie hapo Yeremia sura ya 49 na mstari ule wa 12. Biblia inasema, maana Bwana asema hivi. Anasemaje? Tazama, wale wasioandikiwa kukinywea kikombe watakinywea. Watu ambao hawajaandikiwa kukinywea kikombe, wasioandikiwa kukinywea kikombe watakinywea. Ni hakika na wewe je, mtu ambaye utaadhibiwa kabisa? Ukosi utaadhibiwa, naam, kunywa utakunywa. Kuna watu ambao hawajaandikiwa kupata mabaya. Sasa inatumaini kwa 100% umeyafahamu maandiko, na unaweza kujiuliza kwa nini unayatoa maandiko mengi? Ili kutoa ushahidi wa kibibilia kwa habari ya Mungu wako. Mimi nimetumwa kukuambia kwa habari ya mfalme Yesu, sijatumwa kwa habari ya giza. Mimi sio wakala wala msimamizi wala balozi wa giza.
Mimi nimetumwa kukwambia ya kwamba kuna maandiko ya baba yako yanatakiwa yatimie, na kazi yetu kuyafuta yale maandiko ya upande wa yule mpuzi. Shetani namwitaga mpuzi kwa sababu ni mpuzi, hawezi kukuzuia ili wewe uweze kwenda pale ambapo Baba wa mbinguni anataka uende. Je, uko tayari wewe kama mtoto wa Mungu kuyafuta maandiko yaliyowekwa ili usiende katika biashara ambayo imekusudiwa na Bwana, kama Yesu alivyoambia wanafunzi wake? Utaona kuna andiko lingine ambayo Biblia inasema wakati Yesu wanaenda Galilaya, wakafika sehemu ya mlima, akawakalisha, akawaambia wanafunzi wake, naenda kuyatimiza yale yote niliyoandikiwa, ya kwamba mwana wa Adamu atapata mateso mengi, mwana wa Adamu atasulubiwa, atateswa, na siku ya tatu atafufuka. Hawezi kuruka mpaka ulioandikiwa, hawezi. Kila mtu nimemwona leo anaishi sawasawa na maandiko yaliyowekwa, lakini yapo maandiko ya mfalme baba yetu ambaye ndio mimi amenituma nikwambie. Kuna maandiko ya mema, maandiko ya baraka, maandiko ya ushindi, maandiko ya mapenzi na makusudi yake ambayo ameyafanya kwa ajili ya neema yake. Je, unataka kuyaishi leo? Futa maandiko uliyoandikiwa upande wa giza. Kama uko tayari, basi jikabidhi kuwa wa kwake Yesu Kristo. Sema pamoja na mimi maneno haya: Mfalme wa uzima, mimi ni mtoto wako. Taja jina lako. Mimi ni Emanueli, mtoto wako. Nimesimama kwa niaba ya watoto wangu, kwa niaba ya mke wangu. Taja mume wako kama wewe ni mwanamke. Kwa niaba ya mume wangu nimesimama kwa sababu nimelisikia neno lako, nami nimesadiki ya kwamba ulimwengu wa roho umeandika kwa shahidi mbalimbali katika katiba ya kifalme. Ninatambua ninaenenda katika ulimwengu wa mwili, lakini siwezi kufanya vita kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha zangu zina uwezo katika Bwana hata kuangusha ngome. Baba, kuna wakati nakosa. Umesema mtu akisema ana dhambi ni mwongo, wala kweli haiko ndani yake. Tena tunamthurubisha Bwana mara ya pili. Ninakuja mbele zako, ninaomba unioshe kwa damu yako. Ninafahamu ulimwengu wa rohoni huwa haufanyi kwa makosa, kwa sababu ya dhambi na uasi na uovu niliyofanya, nikaandikiwa mabaya yaliyonipata mimi. Lakini leo ninatambua, leo ninajua ya kwamba wewe uliye mtawala wa yote, wewe uliye Mungu wa kweli, Mungu ambaye uwezaye kuyafanya mapenzi yako kwa dhahiri, Mungu ambaye uwezaye kufanya pendo lako kwa bora. Ninasogea mbele zako Mfalme kwa neema yako. Ninasogea mbele zako kwa neema yako. Umesema katika neno lako nikurudie wewe, kwa maana wewe ndio umeniumba. Umefuta dhambi zangu kama wingu zito, umesafisha dhambi zangu. Wewe Bwana unasema umesamehe dhambi zangu kwa ajili yako mwenyewe, wala hutozikumbuka dhambi zangu. Baba, umenipa neema ya kufuta maandiko. Kwa neema yako Mfalme, kwa baraka yako Mfalme, kwa kusudi na pendo lako ambalo umelifanya dhahiri, katika jina la Yesu Kristo. Kila andiko ambalo limetengenezwa, kila andiko ambalo limefanywa kwenye maisha yangu, kwa ajili yangu, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya mume wangu, kwa ajili ya mke wangu, leo hii ninasimama hali ninajua nini ambacho anachokifanya. Umesema katika neno lako, basi mkaribieni Mungu nanyi atawakaribia, mpingeni shetani nanyi atawakimbia. Nami nayafuata maandiko yote ambayo yaliyowekwa
maandiko yote ambayo yametengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, ambayo yamenifanya leo niwe duni na maisha yangu yawe hivi, maandiko ambayo yamenifanya niwe duni na maisha yangu yawe hivi, katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliyekuwa mkuu wa uzima, uyafanyayo unayoyatenda, wewe uliyekuwa Baba wa wote wenye mwili, ninakuomba, ninakusihi kwa neema yako Mfalme, nanyenyekea chini ya mkono wako. Ikiwa wewe umenisamehe dhambi zangu, ninaomba unifute katika kitabu chako cha hukumu, katika maandiko yako. Lakini naomba nguvu zako, kwa maana umesema mtu kwa maneno yake atahukumiwa na kwa maneno yake atapata haki. Ninaomba Mfalme, kwa ile neema yako na kusudi lako, andiko lolote ambalo limewekwa kwenye ulimwengu wa roho, andiko lolote la giza ambalo limeandikwa kwenye mawe, limeandikwa kwenye miamba, limeandikwa kwenye miti, limeandikwa kwenye majabali, kwenye bahari, andiko ambalo limeandikwa ikawekwa makaburini kwa jina langu, la watoto wangu, kwa jina ya mali yangu yoyote, kwa nyumba na viwanja, chapisho lolote lililokaa kwenye anga, kwenye miti mikubwa, waliochana mti wakaweka maandishi, mti ukajifunga, yameandikwa maandiko ili mimi nishindwe. Leo Baba, ninasogea mbele zako, ninatambua wewe unaweza kwa nguvu zako, kwa maana imeandikwa kwa habari ya watumishi wako, mwafanya kuwa mwali wa moto na malaika zako kuwa pepo. Basi kwa ile neema ambayo umeachilia sasa ya mimi kuomba, ninayafuata maandiko kwenye ulimwengu wa roho, upande wa giza, walioandika kwa jina langu, taja jina lako Emmanuel. Ninayakataa, taja majina ya watoto wako Carlos, Chrissy, Eliza. Endelea kuyataja majina kama yapo, yarudie maandiko ya watoto wangu Carlos, Chrissy, Eliza, Lisa, Leo, Carson, Caroline. Ninayafuta majina hayo katika maandiko yaliyoandikwa juu ya Patrick, yaliyoandikwa juu ya Fidelis, yaliyoandikwa juu ya Glory. Ninayafuta andiko lililoandikwa juu ya mke wangu Kitina. Ninayafuta yaliyoandikwa juu ya ndugu zangu, katika jina la Yesu Kristo. Maandiko hayo ninayafuta, hayatakuwa na uhalali katika jina la Yesu Kristo. Kila andiko lililochapishwa sehemu yoyote, lililonizuia mimi kwenye biashara, lililonizuia kwenye kazi nisipande, ninaongea na mashetani mliosimamia maandiko hayo, mimi sio sehemu yenu, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Amen. Basi niachilie hiyo neema Mfalme Yesu kwa dakika hizi ambazo Bwana amenipa. Niachilie hiyo neema, wewe uliye mkuu mwaminifu sana. Amekiri kwamba hakuna andiko ambalo linaweza kufanya kazi juu ya maisha yake likafanikiwa. Hakuna andiko ambalo linaweza likanena juu ya maisha yake likaweza kumpata. Nami ninaagiza ewe andiko la giza lililotamkwa juu yake, katika jina la Yesu Kristo. Andiko lililokuwa milimani, mabondeni, kwenye misitu, kwenye milima, biashara. Mtu huyu hatakiwi kuwa msomi, mtu huyu hatakiwi kuzaa, mtu huyu hatakiwi kubarikiwa, mtu huyu hatakiwi kwenda kwenye baraka yake. Leo hii ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo, kwa andiko ambalo limeandikwa kwenye ulimwengu wa giza, ninalifuta kwa wino wa karamu ya thamani yake.
Kila silaha itakayofanyika juu yake itafanikiwa. Kila ulimi utakainuka juu ya hukumu utahukumiwa kwa mkosa. Na huu ndio urithi wa watumishi wa Mungu na haki yake itokaye mbele zake. Andiko lililoamliwa juu yako ukafanikiwe, nenda, ninalikuza kwa wino wa damu ya Yesu Kristo. Andiko lililoandikwa kwenye paji la uso wako kwamba usaidiwe, upate ufadhili, upate kibali, upate heshima, upewe mpenyo. Andiko hilo lisomeke na watu, halitafifia katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya saa hii. Asante kwa kunitia nguvu kwa ajili ya lecture yako, na kutukuza wewe na kurudishia utukufu Mwana. Mimi nishuke, Kristo pate kunyanyuka, hata kwa ule muujiza ambao umefanya juu ya mtoto wako, na atakapoomba zaidi maandiko haya yasambaratike, bali andiko lako la kiungu likue katika jina la Yesu. Asante tena, hata tutakapokutana katika siku ya kesho, nikiwa na nguvu na ujasiri, nipe neema na ufunuo, nisinene kwa hekima yangu wala akili ya mwanadamu, bali kwa ufunuo wako watu waende kutoka katika tatizo walilowekwa. Asante Bwana, katika jina takatifu, amen. Unaweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja kwa namba ambazo unazoziona zinatembea hapo. Wasiliana na mimi namba ambazo unazopita chini hapo, namba yangu ambayo unaweza kuongea na mimi direct, lakini namba hiyo iko kwenye WhatsApp. Unaweza kuwasiliana, niambie kwa namna gani ambavyo Mungu amekufunulia maandiko hayo. Tuonane katika siku ambayo Bwana amekusudia. Shalom. Neema ya Kristo iwe juu yako. Amen.